kupata introduction ya somo ambalo nitakuwa nalo kidogo, ambalo utaangazia kidogo. So kwa sababu tumeipa sana, naomba tuombe ndio tuendelee na somo la wakati huu. Baba wetu unayekaa mbinguni, katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuhimidi na kulisifu jina lako. Katika mchana wa leo tunaenda kusoma na watoto wako neno lako. Nitakapokuwa nikiongoza, naomba unitumie kama chombo tu, ndiposa maneno yote ambayo tutaweza kuyanena yaweze kuwa ya manufaa kwetu, na kila mmoja aweze kuyathamini katika akili yake, ili atusaidie na sisi pia kuhusika katika kazi kuu ambayo unaifanya wakati huu. Asante, usikie maombi yetu kwa tunaomba katika Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Now let's ile fundisho ambalo nitakuwa nalo ni fundisho ambalo nimewahi kupresent tena, ambapo tunasema it is time to repent, na nitazungumzia mambo machache ambapo tutaendelea katika fundisho letu mpaka pale Sabato. Fundisho lenyewe ni fundisho ambalo litakuwa na vipengele vingi linalohusiana na uakili. Bwana Yesu asifiwe. Fundisho lenyewe linahusiana na uakili, stewardship. Hilo ndilo ambalo nitakuwa nalo kwa mkutano huu. Nashukuru walimu ambao wametangulia, wametuletea principle nyingi, na najua wataendelea kutoka asubuhi tulipoamka mpaka wakati huu. Tumeweza kupewa mengi na ni ya maana sana, na tumeona kile ambacho Mungu ametuongoza. Sasa ninataka tuzingatie sana kitu kinaitwa uakili. Uakili, na kwa sababu muda ni mfupi, uakili unazungumzia mambo mengi, maana hata Yesu mwenyewe anasema ni wakili gani mwaminifu ambaye bwana wake alimweka juu ya vitu vyake aweze kuwapa watu chakula wakati wake, na heri mtumwa yule ambaye bwana wake atakapokuja atampata akifanya hivyo. China stewardship, lisha ya kwamba sitaki kuielezea sana pale, ni kitu ambacho kinamaanisha kusimamia kitu ambacho umepewa na mwingine uweze kuwa mtunzaji. So kama ni mwili wako, wewe haukujiumba, uliumbwa. Ndio maana Wakorintho wa kwanza 3:19 inasema nyinyi mmekuwa hekalu la nani? La Mungu, na Roho amenunuliwa pia kwa damu ya thamani. Means that Yesu alingaramika na mbingu nzima kwa ajili ya ukombozi wetu sisi. Iwapo ni yale mali ambayo tuko nayo kule nyumbani, chochote ambacho unazo umepewa kama wakili mwaminifu. Na kwa hivyo leo nataka tuangalie ni kwa nini nimesema it is time to repentance. Ni kumaanisha ya kwamba watu wengi wamekuwa si wakili waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakapokuwa nikimalizia somo hili siku ya Sabato, na nitalikatakata kidogo, nifuatilie kwa makini. Ujiulize, wewe ni wakili mwaminifu ama sio mwaminifu? Na iwapo utaendelea kuwa wakili ambaye sio mwaminifu mpaka mwisho wa maisha yako, nini kitakachokuwa ni matokeo? Bwana Yesu asifiwe. Now, sasa maswala ambayo nitakuwa nikijibu, nasema it is time to repent to all our churches members, workers and ministers. Why? Why for repentance? The following is the reason. Number 1, many God's servants are dying because of neglect for the church. Kuna watendakazi wengi ambao wanaangamia kutokana na kuputiliwa kwa kanisa. Nitaingia tu direct kwa sababu muda hautakuwa pamoja nami sana. Tutaangalia hiyo ni kwa nini. Many people are perishing without warning. Number 3, many church members have sinned like Cain. So kuna washiriki wengi ambao wako na dhambi kama ile ya Kaini katika swala la uwakili. Bwana Yesu asifiwe. Now, baadhi ya masuala ambayo tutaweza kuzingatia katika siku ambayo ziko hapa mbele kwa kifupi ni baadhi ya masuala 5 tu peke yake ambayo yanahusiana na uwakili ambao Mungu ametupatia. Lakini pia kumbuka hii ni sehemu
ya uwakili sio kila kitu. Nitachukua tu kisehemu kimoja kuhusiana na kazi ambayo Mungu ametupatia. One, nazungumzia concerning tithing, second tithing, offering, thanksgiving, first fruit and others. Now, hiyo ni sehemu tu ya wakili. Wakili iko pana zaidi hapo, sawa sawa. Tutakapokuwa na muda tutazingatia yote. Now, tutakapokuwa tunaingia katika masuala haya, ningefurahia kila mmoja wetu aweze kuelewa ni kwa nini. Leo nataka uelewe ni kwa nini nitazingatia masuala ya tithing, second offering, second tithing, offering, thanksgiving na first. Najua tu baada tu ya kutamka hilo, watu wengine wamechukua hilo swala kama la kawaida. Ni kila mkutano tunaingia tu lazima tufundishe mambo ya tithe. Lakini kumbuka topic nimesema it is time for repentance. Sasa unafaa ujiulize ni kwa nini. Now, usipuuze jambo hili kwa sababu Mungu anasema kwa kila mkutano wa makambi hili jambo lifundishwe na watu waelezwe vizuri. Na nitasoma hapa. Na kila minister anafaa present na hili lisiachwe nje, na wahudumu wengi wanaliachanga nje sana kwa sababu nyingi ambazo utaziona kule mbele tutakapokuwa tunaangalia neno la Mungu. Na hivyo nimeamua nilichukulie siku ya leo, maana kuna kazi kubwa sana iko mbele yetu. Na hii kazi yote ndiposa uweze kufaulu inategemea uwakili wako, uaminifu wako katika masuala yaliyoko hapa kwa ubao. Now, tutaanza na case ya tithe ikiwa ya kwanza, baadaye utaingia katika offering na taendelea. Kwa nini nimeanza na tithe? Kwa sababu ndio hata Mungu ameanza nayo. Hauwezi ukawa tajiri mzuri ama ukawa wakili mwaminifu hata katika serikali yetu ya Kenya. Yule mtu ambaye anatambulikana ako na mali ya halali ni mtu ambaye amerudisha revenue ya serikali, si ndio? Kama wewe ulipangi ushuru, ina maana hata kama utakuwa na mabilioni ya pesa, wewe ni mkora. Tuko pamoja? Kwa hivyo ina maana ya kwamba serikali inapoingia kwako, kitu cha kwanza haiangalii utajiri ulio nao, lakini inaangalia revenue kama umetoa. Sasa ile revenue ambayo umetoa ndio inaamua huo utajiri wako ni wa halali ama si wa nini. Hata serikali ya Mungu nayo ina revenue. Mungu anaangalia utajiri wetu, maisha yetu, vile tumeishi. Kati ya Mathayo 24, 24 hours, usiku na mchana, umefanya kazi gani? Umeokoa wangapi? Umejisaidia njia gani? Umetumiwa muda kwa njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Ama ujue hata muda tunatoanga tithe ya muda. Kama tu mnafikiria tithe ni ile ya wakati tu unatoa ya pesa. Mungu anataka kila siku uweze kutenga muda kwa ajili ya mawasiliano na yeye. Lakini sasa swala la tithe ni swala kubwa sana ambalo lazima lizungumziwe iwapo sisi tungependa kazi ya Mungu isonge mbele na iwapo tungependa kuendelea zaidi ya pale tulipo. Nao kitabu cha Numbers, Hesabu 18 mstari wake wa 21, nitaomba Sister Eunice ulisomee kwa lugha ya Kiswahili kwa ajili ya kuokoa muda, maana yangu ni ya Kiingereza ambayo iko pale. Naomba usome. Na wana wa Lawi wapa zaka yote katika Israeli. Naomba tu kwanza urudi nyuma kidogo kabla hujasoma hiyo, uweze kunisomea Leviticus 27:30, alafu ndio tusome hiyo nyingine. Kama ulikuwa umeandika tu andika Leviticus hapo juu ili ufuatanishe vizuri. Leviticus ni mambo ya Walawi 27 mstari wake ni wa 30. Ninaomba tu mwenye na kipu muda, ukiona imefika dakika 40 unipatie warning. Sawa sawa. Nataka kuenenda kwa muda maana leo nafundisha uwakili. Tena saka yote ya inchi kama ni mbegu ya inchi. Saka yote ya inchi ikiwa ni mbegu ya nini? Ya inchi. Au kama ni matunda ya inchi. Awe ni matunda. Ni ya Bwana. Ni ya nani? Ni ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sentence ya kwanza Mungu amesema and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree is the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ni ya nani?
It is only into the Lord. Endelea kujisomea pale chini. Na ukiendelea pale, hatua ya kwanza ambayo nataka iwe katika akili yako, saka sio ya saka sio ya minister, saka sio ya mshiriki, saka sio ya mtu yeyote, lakini ya nani? Ni ya Bwana. Numbers 18:21 sasa. It belong to the Lord. Endelea. Na wana wa Lawi wapa zaka yote katika Israeli kuwa urithi wao. Kwa hivyo Mungu amesema katika Leviticus, tithe ni yangu. Mmesakenywa. Mungu amesema zaka yote ni ya nani? Mmesakenywa, umesikia hiyo? Mungu amesema zaka yote ni yangu. Si ndio? Sasa baada ya kusema ni yangu, sasa tumempatia Mungu. Mungu naye amesema hiyo tithe yote nimewapa wana wa nani? Wa Lawi. Si ndio? Tithe ni ya wana wa Lawi ama ni ya Bwana? Amtaki kuongea. Tithe ni ya nani? So tithe is belong to the Lord. Lakini sasa Mungu baada ya kupatiwa naye akapea wakina nani? Wana wa Lawi. Alafu na amewapatia iwe urithi wao. Utaendelea kujisomea pale chini kwa sababu ya muda. Sasa kuna hizo nukuu ambao kuna hizo fungu mbili ambao nimesoma. Sasa tuingie katika Malaki chapter 3 verse 8. Ndio tuangalie kitu kingine. Nataka kuenda tu kwa haraka, sika point. Kuna kitu nataka kushika pale mbele kidogo. Nasema yasema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Alafu lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mumeniiba zaka na dhabihu. Kwa hivyo hiyo tithe ambayo Mungu amesema ni yake na ambaye yeye mwenyewe kwa kupenda kwake bila kulazimisha amewapa wana wa Lawi, anasema wanadamu wamefanya nini? Wamemuiba hiyo fungu la 10, si ndio? Na tena ameongezea kitu kingine inaitwa dhabihu ambaye ni offering. Unaigusa mstari wa 10. Leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Lakini unasikia sasa anasema mmeiba tithe and offering. Lakini mstari wa 10 anasema bring all the tithe into the storehouse. Anaanza na tithe, si ndio? Kabla hajazungumzia offering, anasema leteni zaka kamili katika nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliposema tithe ni yake, mwanadamu naye akaamua kuchukua hiyo tithe na akaiba, si ndio? Sasa Mungu ako na vita na wanadamu. Na hiyo vita siku ya leo ni vizuri uweze kuielewa. Yesu aliweza kudemonstrate kitu fulani. Wakati alipokuwa hapa duniani, aliishi miaka mingi, lakini wakati alipokuwa anakamiliza kazi yake, kulikuwa na shida kubwa sana namna atakavyoingia Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Na makuhani walikuwa wameapa Yesu hataingia Yerusalemu. Lakini kuna kitu Yesu alifanya ambao nataka uifikirie leo. Japokuwa nataka ufikirie, utakuwa na maswali pale. Hebu tusome Mathayo 21 mstari wa 2. Kuna kitu fulani ambacho Yesu mwenyewe alikifanya, na kile kitu ambacho Yesu alikifanya nataka tu tukiangalie ndio nikwambie ni kwa nini. Yesu alipokuwa ameona kazi itakuwa ngumu kuingia pale katika Yerusalemu, aliitisha msaada. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yote ya Yesu, katika kufanya kazi ya Injili, hakuna mahali pengine amewahi itisha msaada. Lakini alipokuwa anamaliza kazi yake, alindai msaada. Na msaada wenyewe ulikuwa na sababu zake, ambao nataka tusome ndio uniambie unaelewa nini katika nukuu hii. Kitabu cha Mathayo 21 mstari wa 2. Naomba usome. Enendeni mpaka kijiji kile kinachonikabili na mara mtaona punda amefungwa na mwana punda pamoja naye, wafungueni mniletee. Hebu sikiza. Yesu alisema enendeni katika kile kijiji. Mtakaofika pale mtaona vitu vingapi? Viwili. Mtaona vitu vingapi Alex? Nini na nini?
Punda. Nini tofauti ya punda na mwanapunda? Mamake na mtoto. Sasa mtoto wa punda alikuwa na maana gani kwa Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati ambapo Yesu alikuwa anaingia Yerusalemu, na ilikuwa ndio mara yake ya mwisho ambapo alikuwa adhirishwe kama mfalme kisha akataliwe. Wakati wa Yesu alimrai nini? Msaada. Akasema, mtakapoenda katika kile kijiji, mtampata punda na mwanapunda amefungwa, fungueni, mnifanye nini? Mniletee. Hebu malizia fungu. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana anawahitaji. Semeni Bwana anafanya nini? Anawahitaji. Na mara huyo atawapeleka. Hebu niulize swali. Katika maandiko yote, nini Bwana amesema ni yake? Nini Bwana anasema anahitaji? Tumesoma katika Malaki, si ndio? Ama mmesahau? Amesema leteni saka na nini? Na sandaka. Na amesema ni yake na anahitaji. Na wakati Yesu alipotumana kule, alitiza vitu viwili. Hakuitiza punda. Yesu angekalia punda na mwanapunda at the same time. Yesu tu alikuwa akae juu ya nini? Ya punda, si ndio? Na alikalia punda, lakini katika kuitiza kwake alitiza punda na nani? Na mwanapunda. Kitu ambacho kinatuonyesha ya kwamba ukiendelea katika yale mafungu yako pale chini, katika ministry ya Yesu alipokuwa anakamilisha huduma yake, alikuwa anaonyesha namna ambavyo tithe and offering itatumika kusupport ile kazi yake. Kwa hivyo ndio maana zawadi ya punda ni mtoto wake, si ndio? Na ndio maana ni offering. Hata tunaambiwa watoto ni zawadi kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo hata punda alikuwa amepewa zawadi. Na wakati Yesu alipondai punda kama saka, bando alipewa pamoja na mtoto wake. Hiyo inatuonyesha ya kwamba kazi ya Mungu katika dunia haitawahi kuisha mpaka wakati watu watakapokujua mikono yao kupeana kile ambacho Mungu amesema ni chake. Tuko pamoja lakini? Now, sitaki kusoma yale yako pale chini kwa sababu tunasema Jesus required tithe and offering in order to successfully carry his ministry here on earth. And so it with God's people, the work of Christ to go forward, they need the support from God's people in terms of the first tithe, second tithe, and offering and thanksgiving, and the free will offering. So tunaendelea kuangalia kile ambacho kilichangia Mungu andai, kwa sababu kazi ya Mungu katika dunia haitawahi kuisha mpaka wakati watu wa Mungu watakapokuwa waaminifu kupeana kile ambacho Mungu amewapatia. Na katika ulimwengu tunapofika swala la pesa, especially kusaidia kazi ya Mungu, watu wengi wanakuwa na maswala mengi ambao ukijibu swala moja linaibuka la pili. Ukijibu la pili linatokea la ngapi? La tatu. Lakini maswala mengi kimsingi yanakuwa ni maswala ambayo yamejengwa juu ya ubinafsi. Now, katika kitabu kinaitwa CS inasema hivi that 5.1 tasoma, tunapoangalia watu wa Mungu wanafaa waamushwe. The last year of probation are passing into eternity. Mwaka umepita na unapita kwa milele. The great day of the Lord is right upon us. Siku kuu ya Bwana inakaribia. Every energy, kila nguvu we possess should now be used to arouse those then in transfers and the same. Kila nguvu lazima itumike kuinua watu ambao wanakufa kwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ya kwamba tunaambiwa miaka inapita kwa milele, na kila nguvu lazima itumike kuinua wale ambao katika dhambi. Tunaelewa? It is a time that we give need to the teaching of the word of God. Kwa sababu gani? Tunaelewa kusema
tunaenda katika paragraph ya pili. There are only 2 places in the universe. Hii tunapendaka sana kusoma tukua kule system, si ndio? Kuna hazina mbili tu katika universe yote, where we can place our treasures, mahali ambapo tunaweza weka hazina yetu, in God's storehouse or in Satan, aidha katika hazina ya Mungu ama hazina ya Shetani. And all that is not devoted to God, na chochote ambacho hakijatolewa kwa kazi ya Mungu, is counted on Satan side. Bwana Yesu asifiwe. Kinahesabiwa upande wa Shetani, and go to strengthen his cause, na kinaenda kusaidia kazi ile ya Shetani. Kwa hivyo acha nimalizie hapa chini. The Lord desires that the means instructed to us shall be used in building up his kingdom. Mungu angetamani sana vitu ambavyo ametupatia viweze kutumika kujenga ufalme wake. Now, kwa hivyo mpaka hapo tumefika. Kama umenifuatia vizuri, tumetoka hatua ya kwanza, tunazidi kuendelea. Tumefika mahali ambapo sasa tunaona ya kwamba Mungu ameweza kutupatia mali, na vile ambavyo kila kitu ambacho Mungu amekupatia, kuna hazina mbili duniani mahali unaweza wekeza utajiri wako. Katika kuwekeza, aidha unaweza wekeza upande wa Mungu ama upande wa Shetani. Iwe maybe ni kusomesha mtoto. Unaweza kuwa unasomesha mtoto wako hatumike katika kazi ya Mungu ama hatumike katika kazi ya Shetani, si ndio? Iwe ni kujenga kanisa hili, iwe ni katika kulima, iwe ni katika biashara yoyote, iwe ni katika kununua mavazi, aidha kuna kuwekeza katika sehemu mbili peke yake katika universe, aidha katika hazina ya Mungu ama ya Shetani. Now, CS 69.1 nasema the tithing system rises back beyond the tree of Moses. Mpangilio wa utoaji wa zaka unarudi nyuma kupita wakati wa Musa. Unajua watu wengi wanasema siku hizi hatuna Walawi, na njoo Walawi walisha, sisi hatuhitaji kutoa tithe. Mpaka hudumu wengine duniani wanaogopa kutoa hiyo jina kwa sababu wanaofia maybe wakiwa wataelezea tithe itaonekana wanataka kuitisha ndio wakule. Hapana. Ni wajibu wa Mungu kupitia watumishi wake kuelezea mambo matakatifu na namna yanafaa yafuatiwe. Men were required to offer to God gifts for religious purposes before the definite system was given to Moses. Mungu alikuwa amewaruhusu watu waweze kutolea Mungu sadaka kabla hata Musa hajapewa ule mpangilio wa utoaji. Even back as the day of Andram, hata mpaka siku za Andram, in complying with God's requirement, they were to manifest in offering the appreciation of his mercies and the blessing to them. This was continued through successive generation and was carried out by the Abraham, who gave tithe to Melchizedek, the priest of the Most High. Kwa hivyo unaona tithe haikutokana na Moses, ilikuwepo mpaka kwa Abraham, mpaka ikaendelea kwa Abraham ambaye anaambiwa who give tithe to Melchizedek. Kwa hivyo is a progress, ni kitu ambacho kimekuwa kikiendelea. Now, Mungu anaendelea kundai hata katika spirit of prophecy ya kwamba tithe ni yake. Unapoangalia CS 102.4, the tithe is the Lord, and those who meet with it will be punished with the losing of the heavenly treasury unless they repent. Kwa hivyo tithe ni ya Bwana, na wote ambao wanaitesea watapata ghadhabu isipokuwa watubu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tu kujaribu kuharakisha, ndio maana sielezei sana. Mungu anaendelea kuelezea vizuri namna ambavyo aliweza kupeana huu mpangilio kusudi aweza kusaidia kazi yake iweze kusonga mbele katika ulimwengu. Kuna kitu ambacho ningependa niseme
na ni ya muhimu sana. Sisi kama wafuasi wa Kristo tutakuwa na hasara kubwa sana, hata kama tutashinda tuingie mbinguni, iwapo hatutaelewa mapenzi ya Mungu hapa duniani. Iwapo hatutaelewa mapenzi ya Mungu hapa duniani, tutakuja kuwa na hasara. Kwa sababu gani? Tutatumia mali nyingi katika sehemu ambayo hayastahili, lakini katika sehemu ambayo yangeokoa tutaiacha nje, lakini mambo ambayo na msingi tunaweza tumia pale, na mwishowe tutakuwa tuna hasara. Lakini kuna kitu ambacho ningependa niseme. Hebu tuangalie CS 36:22 nasema, the Lord does not propose to come to this world and lie down and groan and silver for the advancement of his work. Mungu asemi ya kwamba atashuka kwa hii dunia ili aweze kutupatia fedha na dhahabu ili kazi yake isonge mbele. Unasikia? Sisi kama umefikiria fungu vile inavyosema, hakuna siku hata moja Mungu atawahi kushuka atuanguzie dhahabu na fedha ili iweze kusaidia kazi yake. He supply men with resources. Nataka msikize hiyo. Unajua tunasema kimeumana, sijui corona imekuwa na shinda, kila mahali kimeumana. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu sisi tulisahau wajibu wetu, na ndio tumeachiliwa mpaka dunia inazidi kuharibika. Mungu anasema kama anataka kubariki kanisa la Mikindori, Mr. Asiata, ndiposa tuweze kutengeneza huku na tuweke nani hapa chini, ile kitu ambayo Mungu anafanya, anabariki washiriki wa kanisa gani? Hiyo. Sasa anawandaa kidogo kati ya vikubwa ambavyo amewapatia tayari. Kwa mfano, Mungu amekupatia 10,000, na katika zile 10,000 ambazo amekupatia wewe unatumia 7,000, 3,000 peke yake ndio unasaidia nayo kazi ya Mungu. Kwa hivyo ili Mungu aweze kubariki kazi yake, anabariki watumishi wake. Unaona hivyo? Sasa tunapokataa ile ya Mungu, tunaonyesha ya kwamba hatuko tayari kupokea mibaraka ya mbinguni. Unajua katika kutoa tithe, watu wengi wanasema Mungu atatubariki. Sasa atatumia njia gani kukubariki? Wacha nikwambie, as long utakuwa mwaminifu katika kutoa, utakuwa very active katika kupanga mambo yako. Tuko pamoja? Utapiga hesabu, utajua mimi niko na biashara, niliweka 100,000 hapa, baada ya miaka 10 ama mwaka mmoja, hiyo biashara 100,000 imefika 200,000 kwa sababu imekuwa na record. Sawa sawa? Unajua kuna mtu ambao ukimuuliza wiki 3 zimepita, amepata pesa gani, ametumia kwa njia gani, aweza akupatia hata hesabu ya wiki moja. Unaona? Huyo mtu aweza kaingia mbinguni kwa sababu ni careless. Inafaa ukipewa 10,000, hata ukiulizwa baada ya miezi 3 ile 10,000 ulipewa ulitumia kwa njia gani, unaelezea kabisa, mpaka hata kama ilikuwa inaandikwa vizuri, inasikika na unaeleweka kile ambacho ulikuwa unamaanisha. So Mungu anapotaka kubariki kazi yake, anapatia watumishi wake vitu, that by their gift and offering they may keep his worker advancing. Sasa baada ya kuwapea kupitia zile gift, zile ambazo watatoa na wasaidie kazi ya Mungu iendelee. Ilikuwa ni somo kubwa sana. Mungu alikuwa anataka kutufundisha namna mbingu ilivyo. Akatufundisha tu kidogo, anakupatia 100. Sasa anakufundisha, jemeni na wewe nitolee 25, upeane hii ya tithe, hii nyingine ifanye hii, hii nyingine ifanye hii. Sasa katika kule kupewa, inaona ya kwamba inakusaidia kuona upendo wa Mungu. Namna unapoenda unapanda mahindi moja, zinatoka saindi ya mbeu 1,000. Ama unapanda mbeu moja mti kama wa avocado, lakini unakula hiyo mti maisha yako yote,
Mungu akiendelea kuipatia matunda mengi. Sasa ilikuwa ni hiyo fundisho ambayo Mungu alikuwa anataka tulielewe. Na nila kusema the tithe is set apart for special use. Sasa Mungu naye katika kule kupeana akaweka fungu la 10 katika matumishi yake maalum. Sasa kuelezea sana juu najua wengi wanajua matumishi yake pale. It was by the Lord Jesus Christ himself who gave his life for the life of the world. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo njia ya hiyo ni CS 66.1. Kwa sababu gani Mungu anatundai tuweze kumpatia fungu la 10? Tunaambiwa it was by the Lord Jesus Christ himself who gave his life for the life of the world. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu mwenyewe alitoa maisha yake kusudi kupitia kutoa maisha yake haokoe maisha ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ametupatia mali na sisi tuweze kutoa yale mali kwa ajili ya kuokoa maisha ya wengine. Tuko pamoja? Sasa unapotoa wewe unatoa kidogo sana ikilinganishwa na yule ambaye amekupatia, ambaye hapo kwanza alitangulia kutoa uhai wake. Na ule uhai ambao alitoa kwa niaba yako na kwa hata wale watu ambao ni walevi wao katika dunia ili waweze kuokolewa. That is plan for the systematic giving was devised. He who left the royal court, who later assigned his honor as commander of the heavenly host. Sasa anaendelea kusema kupitia mpango huu wa kutoa ndio ambao ulimsaidia yeye ambaye alikuwa ni mkubwa sana, aliyekuwa anakaa katika kiti cha enzi kule, aliamua, ambaye alikuwa ni komanda wa jeshi lote la mbinguni, aliamua kuacha yote kusudi akuje kumwokoa mwanadamu katika unyonge wake, umaskini wake, ndipo aweze kumuingiza katika utajiri wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapozingatia mtazamo wa fungu la 10, wapendwa, tusilitazame zile senti ambazo ziko kwa mfuko, lakini somo kubwa sana ambalo linaunganika na the history of redemption, ama namna ya ukombozi wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na naendelea sasa, tunaangalia ni jukumu la wahudumu kuweza kuelezea swala hili. Wengi wanatusiwa sana wanapoelezea, na hiyo kuna washiriki wengi wanakenjeli. Wahudumu wanapenda sana kuitiza tithe kwa sababu waliambiwa ni yao, lakini sikiza. CS 1:1-22 inasema the minister should by precept and example teach the people to regard the tithe as sacred. Bwana Yesu asifiwe. Nataka hii itafsiriwe vizuri. Hebu patia brother Peter anitafsirie maneno haya kwa lugha vizuri, ndiposa watu waweze kuelewa. The minister should be wacha nisome vizuri. The minister should be by the precept and the example. Mhudumu kupitia mafundisho na mfano, teach the people to regard the tithe as sacred. Anafaa fundisha watu waone saka ni takatifu. He should not feel that they can retain and apply it according to his own judgment. Afai onekane kwamba anaweza itumia yeye mwenyewe vile ambavyo anataka, because he is a minister. Sababu yeye ni mhudumu. It is not his. Si yake. He is not at liberty to devote to himself whatever he think is well. Afai si kazi yake kujichukulia yeye mwenyewe kile ambacho anadhania ni chake. He should not give his influence to any plans of dividing from their legitimate use the tithe and offering dedicated to God. Afai kupeana mfano ama aonyeshe kwa njia yoyote ile ya kwamba anageuza zaka na sadaka iende njia nyingine kando na ile Mungu amepea. They are to be placed in the treasury and the held sacredly for the service as he has appointed. Inafaa iwekwe katika asina
na ionekane ni takatifu kama vile Mungu amesema. The tithe is sacred, reserved by God for himself. Saka ni takatifu na imetakaswa na Mungu mwenyewe. It is brought into the treasury, inaletwa kwa hazina, to be used to sustain the gospel laborers in their work, ili isaidie wafanyikazi katika kazi zao. For a long time, kwa muda mrefu, the Lord has been robbed because they are those who do not realize that the tithe is God's preserved portion. Mungu amekuwa akiibiwa kwa sababu kuna wale ambao hawaelewi saka ni ya Mungu. Asante, nimesikia warning. Hebu niangalie Testimony volume 9 page 249.3. Read carefully the third chapter of the Malach. Soma vizuri kitabu cha Malaki 3. And see that God is saying about the tithe. Na uone kile ambacho Mungu anasema kuhusiana na if our churches will take their stand upon the Lord want, kama makanisa yetu yatasimama na neno la Mungu, and they be faithful in paying their tithe into the treasury, na wao waaminifu kulipa saka katika hazina, more laborers will be encouraged to take up ministering work. Wahudumu wengi wangetiwa nguvu, wafanyikazi wengi wangetiwa nguvu ya kuendelea na kazi ya huduma. More men would give themselves to the ministry, watu wengi wangejitolea wenyewe kwa huduma, where they do not told of the unpleasant treasury. Kama angekuwa wameelezea kwamba hazina haina kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu sikiza hatari ya ubiri ambao wanaogopa kufundisha masuala ya tithing. Testimony volume 9 page 2 verse 21 nasema, those who go forth as a minister, wale ambao wanafanya kazi kama wahudumu, have solemn responsibility devolving upon them. Wako na jukumu takatifu ambalo liko juu yao. Leo kusema upon them which is greatly neglected, ambalo limepuuzwa sana. Sasa sikiza point. Ni kwa nini nimeamua hata nifundishe ile fundisho hapa siku ya leo. Some enjoy preaching, wengi wanafurahia kufundisha, but they do not give personal labor to the churches. Lakini hawajitolei kibinafsi kwa ajili ya makanisa. There is a great need of instruction concerning the obligations and the duties to God. Na makanisa yako na hitaji kubwa sana ya kufundishwa kuhusiana na majukumu yao kwa Mungu. Especially in regard to paying an honest tithe. Sana sana kuhusiana na kulipa saka kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona watu wamesisitiza, hebu tusimame kidogo, naelekea kumalizia tu baada ya dakika chache. Tusimame. Just tusimama alafu uketi. Simama tu alafu uketi. Mr. Kinyo simama, naona wewe unasisia. Kutoka niliingia ukisisia, unasisia tu. Na sisi usimame. Jinyoshe tu, kila mtu asimame kama una mtoto. Najua nyumba iko na joto, tuketi. Now, kwa hivyo ukiangalia ni vile naona iko dogo sana. Ukiangalia hapa chini unaona ya kwamba Mungu anasema, nilisoma fungu ingine na bado naendelea kusoma ingine wakati huu ambapo tumeona ya kwamba ni jukumu la wahudumu kuweza kuelezea kikamilifu watu namna ya kutoa fungu la ngapi? La 10. Na ni wajibu wangu, ni wajibu wako kuweza kutoa mwelekeo huu. Regardless watu wataelewa namna gani, lakini wajibu wako kuelezea. Kwa sababu gani? Tumeambiwa wahudumu wengi wanafurahia sana kuhubiri, lakini wanapofika upande wa tithe wanalenga hilo, si ndio? Ndio maana watu wanaofundisha tithe ni wachache. Hebu niwaulize, hata katika makanisa yetu ni ndo wangapi wanafundisha mambo ya tithe? Ni ndo nani ambaye anajua amewahi kuwa na lesson kama 2 akifundisha mambo ya tithe? Sometimes, yes, asante brother Muisraeli. Lakini sana sana hilo ndo wanapuuzilia hili swala, wanaliepa sana. Deacon wengi wanaliepa na ndio wako na ile responsibilities. Mungu anasema hilo ndo kama hao wanafaa to be relieved, waondolewe kwa hiyo ofisi. Kwa sababu gani? Our ministers would feel suddenly grieved if they were not properly paid for their labor.
wahudumu wangeweza kuwa na usoni kama wangekuwa wanalipwa kwa sababu ya huduma yao. But if they consider that they must be meet in the treasure house of God wherever we to sustain the laborers. Lakini tunaona inafaa kuwa na asina ambayo itakuwa katika kazi ya Mungu ili kuwasaidia wafanyikazi. If they fail to do their whole duty in educating the people to the faithful in paying to God his own, kama watakosea waweze kuwa si waaminifu kwa kufundisha watu kuhusiana na kupatia Mungu kilicho chake, there will be a shortage of means in the treasury to carry forward the Lord work. Kutakuwa hakuna usaidizi katika hazina wa kuendesha kazi ya Mungu mbele. Now, kiendelea kuangalia pale kuna mafungu mengi ambayo najaribu kuyaruka pale. Kwa nini wahudumu wengi wanaacha hili swala nyuma? Ningependa uangalie kitabu kinaitwa CS 104.3. Nitasoma pale juu kidogo. A laborer should never leave some portion of the worker undone. Mfanyikazi afai kuacha sehemu zingine za kazi hazijafanywa, because it is not agreeable to perform, kwa sababu kazi hiyo haimpendezi. Unajua sasa watenda kazi wengi wanaofikia swala ambao ni ngumu wanaliacha. Sawa? Lakini Mungu anasema lichiaswe. Ndio maana nimeamua kulisikilia hapa. Thinking that the minister coming next, wakidhania kwamba mhudumu ambaye atakuja baadaye ataweza kuwafanyia hiyo kazi. When this is the case, kama mambo yataenda hivyo, if a second minister follow the first, kama mhudumu wa kwanza wa pili atafuata yule wa kwanza, and represent the claim that God has upon his people, na aweze kuelezea matakwa ya Mungu kwa watu wake, some draw back saying the minister who brought us the truth did not mention these things. Wengine watajiondoa wakisema kwamba mhudumu aliyetufundisha mwanzoni kuhusiana na ukweli akotufundisha hilo. Kwa hivyo inaonekana ukiendelea pale chini, hata kama kanisa linafunguliwa likiwa jipya, lifundishwe maswali hata hivi. Kwa sababu gani? Maybe tuseme Brother Peter alienda kule Mulika na kanisa limepatikana pale. Sasa wafundishe reform zingine zote. Ikifika ya tithe anaacha. Sasa siku nyingine mimi niende pale niwafundishe swala nini? La tithe. Watasema aliyetuletea injili hakutufundisha swala gani? Hili, na kutakuwa na controversy. Sasa ndio Mungu anasema ya kwamba mhudumu ikiwezekana asiye akawa kuna portion yameacha nje, lakini ikiwezekana afundishe yote. Na kama utapata mhudumu amepita hilo amefundisha lingi, na wewe asiye hapo ameachia, si ndio? Ili muendezane kwa pamoja. Sasa ukiendelea kusoma pale chini kuna masuala mengi tu chungu mzima ambayo yako pale chini ambayo tungeangalia, lakini kwa sababu ninaangalia muda bila unaenda, kuna majukumu mengi ambayo yameachwa nje bila kuzingatiwa sana, na especially swala tithe. Sitaki kusoma mafungu sana, wacha niongee juu kama utahitaji mafungu yako pale. Ukiangalia na kesho utaangalia masabat, tutakuja kufanya mahesabu hapa kwa ubao, na ndio utaona the robbery ambayo inaendelezwa chini ya kanisa. Kwa sababu utapata ya kwamba tumekuwa katika kazi hii kwa muda mrefu, lakini mpaka na mahubiri yanakwama. Kwa sababu gani? Napata mpaka mahubiri yanakwama na mambo mengine yanakwama. Washiriki wengi katika kanisa waliamua tithe ya watoi, ndio? Na hiyo hawatoangi, ni wachache. Hata ukiangalia vitabu vya kanisa, unajua sisi ministers sometimes kwa ajili ya ubora wa kusaidia kanisa mnaangalianga mpaka na vitabu, si ndio? Kuna wakati tu mwaka mmoja unaweza pitia tu ama ongea na deacon ndiye mara deacon anakuambia sasa mtumishi tuna shinda fulani. Hebu jaribu kufundisha watu. Nini iko na shinda? Hii mwezi yote imeisha mpaka mwaka huu watu wameshindwa kutoa
tuko na tithe 1000 ama 500. Lakini kati ya washiriki ambao kanisa iko na tithe ya 500, utapata mshiriki mmoja kwa mwezi huo tu amefanya kazi 10,000. Ndio? Yaani ameendeleza mradi fulani wa 10,000. 10,000 ukitoa units, tithe yake ni pesa ngapi? Ni 1000. Lakini kanisa mzima kwa mwezi mzima ama miezi mitatu utapata iko na 500, 1000. Kumaanisha ya kwamba washiriki wamekuwa sio waaminifu katika swala hili. Makanisa yetu ya Reformation especially hapa Meru na maeneo ya Kenya kuna shinda ya kujitolea kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna shinda especially upande wa tithe. Watu wengi waliamua kuwa sio waaminifu. Na wameamua tu kutumia wengine kwa hiari yao, maybe wengine sijui kama ni kudharau ama ni nini. Lakini pia mpaka na masemazi nao wamekuwa wezi. Ile nao washiriki wametoa kidogo, masemazi nao wanakula hiyo ingine. Sasa unaona hapa mshiriki ameiba, sasa imefika kwa treasury ndiko naye ameiba, sasa yote imepotea. Sasa maelfu ya watu yanaangamia. Wacha niwaambie, kama kuna kesi itakuwa mbaya wakati wa mwisho ni kwamba kuna roho ingeokolewa lakini wewe ulifungia. Unaelewa hiyo? Lakini aidha kwa sababu ya pesa kidogo. Recently tumetoka mahubiri kule Kianda, si ndio? Tukatoka hiyo Sunday tukaelekea huko Okome. Sasa tukasema kuna hii mitambo na vyombo vipo pale, tunahitaji tu gharama angalau tupeleke sehemu nyingine kwa sababu wahubiri walikuwa available. Unajua kuna wakati wahubiri wanakuwa wamefinyika sana na kuna wakati ambapo unaweza fanya kazi. Lakini mpaka hata gharama ya kubeba vyombo na gari tu ikapotea kwa makanisa. Unaona? Wahubiri wengine wananiambia jameni imekuwa namna gani? Lakini mpaka gharama ya kubeba vyombo makanisa yote haipo. Kwa sababu offering haiko, kila kitu akipo. Sasa unauliza kanisa ambayo iko na watu kama 500. How comes hii situation imekuwa namna hiyo? Lakini ukizingatia kwa undani watu wengi sio waaminifu. Sasa ikafika mahali tukaenda kanisa fulani tukauliza watu jameni, hata ile offering mnatoanga, si mnasabeba hii mitambo tu sisi tunajitolea bure, hata chakula utakula kwetu nyumbani, bora tu tufanye injili kwa sababu hapa kunahitaji tupeleane ujumbe. Ndiko anakutolea, anakusema acha tuingie, anatoa kitabu. Ile pesa ameandika miezi 5 ni 2,000 kwa kanisa mzima. Kanisa ambayo iko na watu wanalipia watoto secondary school, wengine wako boarding school, wengine wako na mashamba makubwa, ni 1,000 ngapi? 2. So utasema hiyo kanisa haina wizi. Bwana Yesu asifiwe. Na iwapo tutaenda hivyo, tunaelekea mbingu gani? Tulikuwa kule Kianda, huko kwenu kina Nancy. Tukakwama, tukasema jameni generator tu kununulia mafuta, leteni pesa. Makanisa yalingangana, makanisa matatu yalitoa 3,000. Si ndio mlitoa huko? Ile ambayo ilitoka kwa treasury. Sasa unaangalia sio kule Egembe, sio hapa Tigania, sio huko Imenti, watu wote wamekuwa the same. Wakiambiwa wanasema corona. Wakisema kila kitu imewekewa nini? Corona. Sasa ndiye amekuwa mbusi wa seseli ambaye anabebeza mizigo yote ya wanadamu. Lakini maisha yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nao kuna sehemu kubwa sana nimeacha hapa ya siri, sitaki kuendelea nayo pale. Sijui kama kuna mtu amefinyika sana asikia kuuliza swali kabla sijamaliza. Kuna mambo mengi ambayo nitaongea kesho. Najaribu sana nipupishe pale. Lakini ninaposema ya kwamba ili swala la tithe tutaliingia ndani. Kuna manukuu nyingi ambazo hiyo tu nilikuwa naweka msingi kidogo. Nitaangalia mambo ya stewardship. Unajua tunajenga shule ya kanisa. Tulisunguka Meru mzima tukiomba pesa. Tukapewa 1,300. Lakini pesa ambayo ilitolewa ni 60,000. Unanielewa? Lakini 70,000. Watu ambao waliandika kwa midomo yao na wakasema watatoa, hiyo nao wakaamua watatoa. Unasikia? Lakini so ndio unaona kazi nyingi imekwama.
Na ndio maana nimeona katika mkutano huu mdogo nitazungumzia swala la uwakili kwa makini sana. Bwana Yesu asifiwe. Nitalizingatia sana. Hatutaendelea kunyamaza, utawaambia mimi nanawa mikono, si ndio? Kwa sababu wajibu wangu ni kusema. Yule mwingine atasema ile nyingine. Wahudumu wataweka wazi mambo yao. Sisi tukimaliza hukumu itakuwa juu yenu. Lakini kama tungeendelea kufunika na kunyamaza, sisi tungeangamia, kwa sababu sisi ndio tumeongoza kanisa katika njia mbaya. Unajua Mungu amesema iwapo utaweka nadhiri. Nilikuwa nimefundisha hapa kanisa la Mikinduli. Si tulifundisha? Najua mmeandika mafungu. Kama utaweka nadhiri kwa Mungu, useme hii simu na uwape mbele ya kanisa kwamba hii projector nimeipeana. Especially ukiwa mwanaume, lazima ulipe kile umesema. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufanye nini? Na hiyo ni trend, na sio trend ya msaa. Tulisoma mafungu mengi kaka wakadha. Na tukaona Mungu hataki wajinga. Eti mtu ameingia kwako umefurahia, kama unayuko na trend, nenda utoe. Wangapi wamechukua loan? Wangapi wamechukua loan? Usiogope, si ni loan mnachukuanga. Hata mimi nimekuwa na loan. Mwenye mwingine amekuwa na loan. Iwe ni ya serikali ama ni gani? Hebu inua mkono juu. Haya, asante. Ile loan ulichukua, ulisema utalipa. Ulisema utalipa. Na ukisema sitalipa, banki itatambua utalipa. Aidha ukafungwe ama wakuja wachukue mali yako. Mbona sisi tukichukua mali ya Mungu ama tupleji Mungu, tunadharau Mungu na tunamwandamai kuliko dunia? Bwana Yesu asifiwe. How comes? Mungu ambaye ndiye Muumba wa universe, unasema nitatoa 2,000. Hapa wewe unapata 10,000, unalipia watoto wako karo ya shule, unafanya mambo yako, lakini ya Mungu unaona si ya maana, si ndio? Unajua Yesu aliulizwa wakati ya amri zote ni amri gani kubwa? Hebu niambieni alisema ni amri gani? Hebu tuikariri. Wale mnaogopa hiyo amri? 1 2 3 twende. Eti mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na nini nyingine? Na hata mali yote imewekwa wapi? Hiyo ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Na inayofanana na gani? Sio ya pili, lakini inayofanana na hiyo, umpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa hebu niulize, mtoto na Mungu ni nani jirani yako? Bwana Yesu asifiwe. Mtoto na Mungu ni nani jirani yako? Ni mtoto. Sasa mtoto unapomlipia karo ya shule, na Mungu naye umemwaahidi kitu fulani kwa ajili ya kazi yake. Katika zile amri gani Yesu alitangulia kwanza itekeleze hiyo ya kwanza? Ile ahadi ya Mungu kwanza uitekeleze, ndipo ushughulikie jirani yako ambao ni mtoto. Unaelewa? Lakini sasa sisi tumeshughulikia majirani sehemu amri ya pili, tukasahau ya kwanza ni kumpatia Mungu mali mpaka na Yesu akasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Yesu alikuwa anataka kwanza tumpatie yaliyo yake, tujikabidhi kwake, tuwe interested katika kazi yake, then hayo mengine yataweza kutufuata nyuma. Na Daudi akasema sijawahi kuona mtu mtumishi wa Mungu ambaye nimewahi kumuona akitembea uchi ama akilala njaa. Daudi alisema hivyo maana alijua kama utakuwa mwaminifu kutolea Mungu, hakika utakuwa mwaminifu kupanga mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unakula tithe tu endelea kukula, na kata offering uendelee, lakini wacha nikuambie utakuwa na shinda mingi ambayo itafika mwisho. Sawa sawa? Utakuwa unapata pesa mingi, mamilioni ya pesa ama maelfu ya pesa, lakini mwishowe zile pesa zote hazitakuwa na faida mwisho wako. Hata utakapolala kaburini, bado zile pesa hazitasaidia familia yako, itakuwa ni stress. Kwa sababu gani? Wewe umekataa kumtanguliza Mungu aweze kulinda mali yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba jameni, tunapomaliza sasa
tufikirie swala hilo concerning hiyo issue, na kesho utaingia katika case ya robbery. Sasa robbery hiyo ambao watu wameiba, na hiyo lazima tuiweke wazi, si ndio? Kwa sababu kuna robbery na vile inavyoelezewa, na leo nilikuwa tunataka nimalizie kuelezea the responsibility of duties, church elders, ministers, deacons. Ni wajibu wao kuitisha tithe, na msiogope, sawa sawa, wala usiogope washiriki. Mungu amesema, hii ndio mafungu unaona hapa, iko hapa juu, the duty of the church pastor and the elder. Hiyo yote ni wajibu wao, na Mungu amesema hiyo isiwe neglected. So tutakuja kuangalia mambo mengi ambayo yako pale mbele na ni ya muhimu pia kwetu, lakini tutaingia katika confession ya ile robbery ambayo watu wameiba, na tuangalie dawa yake ni nini, si ndio? Najua pesa imeibiwa mingi, mpaka mandikoni wameiba, mpaka washiriki wameiba pesa, na hiyo imekuwa common, si ndio? Imekuwa common, lakini kuna waaminifu wako pale. Lakini bado katika kuelezea mwizi ni mwizi, si ndio? Ukiwa umeiba yako, ukiwa umeiba ya kanisa, mwizi ni nani? Na lazima tuulize Mungu, hawa robbers ambao wamemnyang'anya Mungu, kuna dawa yao na toba yao ni nini? Na usiogope utoroke, sawa sawa. Usikatae tu kuhudhuria, maana ndawa tu. Kitabu cha Methali kinasema anayekataa maonyo atabunjika, na njia ya kumsaidia haitapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia inasema aonyoe mara nyingi, akiendelea kusupaza zingo yake itamjika pia ghafla. Kwa hivyo usikatae maonyo na usikubali kuonywa mara mingi. Bwana wabariki sana. Tuombe. Baba unayekaa mbinguni, katika mchana wa siku ya leo tutakuhimidi na kulisifu jina lako. Machache ambayo niweza kuyasema na watoto wako kuhusiana na wakili, naomba Kristo uweze kutufanikisha zote na ukatubariki tuwe wakili waaminifu. Wengi wetu tunaweza kuwa ni waaminifu katika kutoa tithe na offering, lakini katika muda wetu na maisha yetu kuna mambo mengi ambayo tumeenda kinyume na wewe. Na kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, unayewajali watoto wako kila pembe ulimwengu, Baba tunaomba utukumbuke na sisi, utuandae zote kwa ajili ya ufalme wako ambao uko mbele yetu. Tusamehe dhambi zetu, utusaidie kutubia uovu wetu, kwa sababu tunajua unatupenda na ungependa kusongeza kazi yako mbele kwa uaminifu. Asante Baba kusikia maombi yetu. Tunapokamilisha fundisho hili tukielekea katika mapumziko na chakula ya jioni, tunaomba ubariki vyote kwa ajili ya utukufu wako. Katika Kristo tunaomba kwa imani. Amen.